Israel imeanza maandalizi makubwa ya kijeshi kujiandaa na uwezekano wa kurejea kwa mapigano makali dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amewaagiza maafisa na wanajeshi wake kuhakikisha kuwa wanakamilisha maandalizi yote muhimu, ikiwa ni pamoja na kuimarisha nafasi za kijeshi, kupanga mikakati ya kujibu mashambulizi na kuandaa mfumo wa usalama unaoweza kukabiliana na hali yoyote inayojitokeza. Kwa mujibu wa gazeti la Jerusalem Post, hatua hii inatokana na hali ya kisiasa na usalama isiyokuwa thabiti katika ukanda wa Gaza, ambapo mashambulizi madogo madogo ya silaha, moto wa makombora na vurugu za mipaka vinaendelea kuibua hofu ya Israel kuhusu uwezekano wa mlipuko mkubwa wa vurugu. Hali hii imefanya viongozi wa kijeshi wa Israel kuzingatia uwezekano wa mapigano mapya ya kibiashara, ikiwa ni pamoja na kuingiza jeshi kwa nguvu kamili ili kulinda raia na mipaka muhimu. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa licha ya maandalizi haya ya kijeshi, hakuna maagizo rasmi kutoka kwa viongozi wa kisiasa kuhusiana na kufunguliwa kwa lango la Rafah kati ya Gaza na Misri. Lango la Rafah ambalo ni muhimu kwa usafirishaji wa bidhaa na misaada ya kibinadamu halijafunguliwa kwa muda mrefu kutokana na masharti ya Israel ambayo hayajatekelezwa, na hali hii inasababisha hofu kubwa kwa raia wa Gaza ambao wanakabiliwa na uhaba wa chakula, dawa na bidhaa za msingi. Chanzo cha usalama kilichotajwa na Jerusalem Post kimeeleza kuwa uwezekano wa Israel kuruhusu kuingizwa kwa bidhaa Gaza ni mdogo sana kwa hali zilizopo sasa, kwani kuingiza bidhaa kusingeashiria tu kusaidia ujenzi wa Gaza, bali pia kutakuwa kama kushindwa kutekeleza masharti muhimu ya Israel. Masharti hayo ni pamoja na kurudishwa kwa mabaki ya Staff Sergeant Major Ran Vil aliyeelezwa kama mfungwa wa mwisho wa Israel aliyekaa mikononi mwa Hamas. Israel inaamini kurudishwa kwa mabaki yake ni kigezo muhimu cha kimaadili na kisiasa na ni sehemu ya mazungumzo ya usalama kati ya pande zote. Kupunguza uwezo wa kijeshi wa Hamas, hasa silaha nzito, makombora ya kati na ya mbali na vifaa vya kijeshi vinavyoweza kutumika kupigana na Israel. Hatua hii ni muhimu kwa Israel kuhakikisha usalama wa taifa lake na kupunguza hatari ya mashambulizi mapya ya ghafla. Kwenye kupunguza nguvu za silaha za Hamas ni ili kuhakikisha kwamba chama hiki cha kisiasa na kijeshi cha Gaza hakiwezi kuendeleza mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya Israel. Kupunguza silaha za Hamas pia kuna uhusiana na kuhakikisha mipaka ya Gaza inabaki salama na kudhibiti mlipuko wa migogoro ya kijeshi. Israel imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kwa kutoa ruhusa ya kupunguza vizuizi vya Gaza kutotegemea maendeleo katika masuala haya. Hii inamaanisha kuwa hadi masharti haya yatimizwe, kuna uwezekano mdogo wa misaada ya kibinadamu, bidhaa na ujenzi kuruhusiwa kuingia Gaza. Hata hivyo, maandalizi haya ya Israel yanaonyesha kwamba taifa hili linaona uwezekano mkubwa wa kuibuka kwa mapigano makali na tayari lina mfumo wa kijeshi unaoweza kuingilia kati haraka. Hii inaweza kujumuisha kuimarisha eneo la mipaka, kuandaa mashambulizi ya kujibu na kuendelea na ulinzi wa raia wa Israel wanaoishi karibu na mipaka ya Gaza. Kwa upande mwingine, hatua hizi zina athari kubwa kwa raia wa Gaza. Vizururisho vya kibinadamu vinaweza kuongezeka, hali ya chakula na dawa inaweza kuwa mbaya zaidi, na hali ya kisiasa inaweza kuwa tete zaidi, ikisababisha mvutano mkubwa wa kiuchumi na kijamii katika ukanda huo. Hali ya sasa inaonyesha mstari wa mgongano unaoendelea kati ya Israel na Hamas, ambapo Israel inashikilia msimamo mkali wa kisiasa na kijeshi, huku Hamas ikipigania kudumisha nguvu yake na kudai haki za kisiasa na kijamii kwa raia wake. Wote hawa wanasalia katika hali ya tahadhari na mvutano mkubwa, huku dunia ikitazama kwa karibu uwezekano wa mlipuko mwingine wa kibiashara na matokeo yake kwa amani ya ukanda Mashariki ya Kati.